Mambo vipi mtazamaji wa Kiswaga Media? Karibu katika michezo, soka, ulevi. Kiswaga Media, mimi naitwa Fredrick Swaga, niko na sports commentator Said Sabini. Kubwa ambalo tunalizungumza leo ni mapokezi ya timu ya taifa ambayo yameandaliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara yake ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, Habari. Said, mambo vipi? Safi sana. Uko vizuri? Sana. Bwana, mji leo kidogo una furaha na bashasha, nderemo na vifijo. Watu kuwapokea wawakilishi wetu, wadau wa soka, wapenzi wa soka, kuwapokea wawakilishi wetu Taifa Stars ambao wanatua leo mchana baada ya kutolewa katika mashindano ya AFCON 2025-2026 kule nchini Morocco. Na moja ya vitu ambavyo mashabiki wanasema, sisi hatujatolewa na Morocco, tumetolewa na refa. Na ndio kitu ambacho kinawagea watu nguvu ya kwenda kuwapokea. Kwa sababu watu wameona commitment, vijana wamepambana tangu mechi ya kwanza. Lakini pia unajua mchezo wa mpira wa miguu faida yake ni kwamba watu wanautazama na wanaona. Yaani mchezo ambao hauchezwi kwenye kificho. Kwa hiyo watu wameona wachezaji wamepambana, wameona wamecheza kwa thamani kubwa, wameona pia wameenda kuiwakilisha vema bendera ya Tanzania. Kwa hiyo watu wameona ipo haja ya kwenda kuwapatia kongore au kuwapatia pongeza kwenda kuwapokea. Unajua mtu akija kukupokea inakupatia pia naye thamani na heshima yako kwamba kweli ulienda sehemu kutoka, ulienda kufanya kazi. Kwa hiyo na kazi kule wameifanya, watu wameiona, na kilichotokea uwanjani dhidi ya Morocco kila mtu aliona kwamba mchezo kwao utunzwa. Kwa hiyo mapokezi ni makubwa sana, lakini pia nimeona hata waandishi mbalimbali wa habari wako pale uwanjani wakiwa wanawasubiri. Kwa hiyo ni story kubwa kwa leo kwa watu wa mpira. Timu ya Taifa Stars inarejea kutoka Morocco. Lakini unavyoona wadau wa mpira wako pale, waandishi wa habari kama ulivyosema wanaipokea timu ya taifa. Wapo wengine wangetamani labda kufika pale kuipokea timu ya taifa. Leo ni siku ya kazi, watakuwa kwenye sehemu zao za kazi. Huoni kama ingekuwa vizuri zaidi labda serikali ingetafuta siku ambayo let's say kama weekend hivi, Jumamosi au Jumapili, ikawa siku maalum, wakaweka mapokezi mengine ambayo yatawapa watu wengi nafasi. Unajua kwa sasa mapokezi ambao wanaenda kuwa pale, of course hata wakija watu labda tuseme watu 700 au watu 800 ni watu wengi sana. Kwa sababu unajua kama ulivyosema ni siku ya kazi, wakija watu 700 watu 800 ni watu wengi. Kwa hiyo ingekuwa ni sio siku ya kazi, ingewezekana ngoja watu wengi zaidi. Lakini so far kwenda kuwapokea, kuonesha mmeenda kuwapokea ni inaonyesha thamani, na hata wachezaji pia nao kwenye siku nyingine wanakuwa na morali kujua kwamba kumbe wa Tanzania wanapenda tuwapatie furaha, wanapenda tupiganie bendera ya nchi yetu. Kwa hiyo mimi naona so far hata wakienda watu 1000 pia ni kitu kikubwa. Lakini kwa muda huu bado nakwambia watu wengi ambao wako pale ni wanahabari, wengi sana, wengi mno. Hata kwenye hiyo video mjongewa watu ambao watakuwa wanaangalia hapo ni watu wengi, na hiyo ilikuwa tu mapema tu. Kwa mpaka baadaye ikifika timu imerejea kabisa wametoka, utaweza kuona watu wengi sana watakuwa hata wamekaa barabarani kuweza kuwasubiri na kuwasabai. Umesema moja ya vitu ambavyo kitaongezea hamasa ni heshima ambayo wamepata ya mapokezi makubwa ambayo ina maana hii itawajengea kufanya vizuri zaidi katika mashindano yanayokuja au kutokana na timu yetu. Na nikwambie kitu kimoja, AFCON inayofuata inafanyika kwenye ardhi yetu ya nyumbani, si ndio? Nchi tatu, lakini sana itafanyika kwetu. Hata michuano na CHAN kama utakumbuka ufunguzi ulifanyika hapa kwetu. Lakini nadhani kwa AFCON inaweza kufanyika labda Kenya. Lakini kwenye ufunguzi, lakini itakuwa ni AFCON ambayo inatuandalia sasa kuweza kutengeneza mazingira kwamba timu yetu inaweza kwenda kushindana na kupata ushindi wa kwanza wa michuano ya AFCON. Lakini pia tumeona kama wameweza kucheza vile na timu kama ya taifa ya Nigeria, timu ya Tunisia, timu ya Morocco, wakaenda nao toi to toi mpaka dakika za mwisho, ndio mwamuzi anaamua yeye kufanya kile ambacho amekitaka kukifanya. Basi nikwambie kitu kimoja, AFCON ambayo itafanyika kwa maana East Africa, Afrika Mashariki, tunaweza sisi kwa watu ambao vile wanakwenda kupatia heshima ya kuwapokea, wakaamini kwamba wanatakiwa kwa hapa zetu nyumbani mwakani kuja kupambana kuhakikisha tunapata ushindi, tunavuka na tunaweza kuvunja rekodi nyingine zaidi ambayo tumevunja ya kuvuka hatua 16 bora. Kwa hiyo hamasa itawajenga sana katika AFCON inayokuja. Ukiona watu wamekuja kuwapokea kama tuishia AFCON 16 bora za kushangaa labda tunafika zaidi. Inawezekana. Huu ni mpira unataka maandalizi, lakini pia unataka kuamini kwamba watu wenu au mashabiki wenu au wenzenu ambao wanawatazama wako nyuma yenu na wasupport. Hii inakuwa inawagea nguvu sana na hari ya kupambana kiwanjani. Mtazamaji wa Kiswaga Media, umemsikia sports commentator Said Sabini tukijadili mapokezi ya timu ya taifa ambayo inarejea leo na itafikia serikali ilitoa ndege kwenda kuwachukua kule nchini Morocco, na wakifika leo nimesikia kwamba wameandaliwa chakula cha mchana. Unajua kuna tofauti ya kula ubwabwa wa Ikulu na kula ubwabwa mtaani. Ubwabwa wa Ikulu unakula kulikuwa unalindwa. Kwa hiyo ubwabwa unashuka taratibu. Kwa hiyo wale leo wakaenda kule Ikulu kula. Shekhe, ukishakula Ikulu umekula tayari. Yaani umekula karibu na rais.
Kwa hiyo ni kitu kikubwa, heshima, lakini pia kwenye vitabu vya historia inaandikwa. Kuna siku tutakuwa wale wakistaafu wanahadithia jukuu zao, tulicheza AFCON Morocco, turejea tukapokelewa, tukaenda kwa chakula Ikulu. Vitu vyote hivyo katika maisha ni historia ambavyo unajua maisha ni hadithi kama alivyowahi kusema hayati rais wa awamu ya pili. Maisha ni hadithi. Jitahidi basi kwenye hadithi zako ukija kuhadithia ziwe nzuri. Kwa hiyo ni hadithi nzuri kuja kuhadithiwa. Mtazamaji wa Kiswaga Media, nadhani umemsikia sports commentator Said Sabini tukiangalia timu ya taifa. Basi unachotakiwa kufanya ni kuendelea kusubscribe channel yetu kupata mastori zaidi, lakini vile vile mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok na Facebook, usubscribe uweze kupata story zaidi. Hii ni Kiswaga Media na hii ni michezo. Sisi tunakwambia soka ni ulevi. Paka muda mwingine tena, bye bye.